Hujambo, karibu tena tuendelee kuzungumzia dhahabu. Na leo na kueleza njia 3 za kuweza kuwekeza kwenye dhahabu. Njia ya kwanza ambayo ni njia ya kizamani ni kununua dhahabu au vito kutoka kwa muuzaji, kuthibitisha ubora wake, kuhifadhi kwa usalama na kuangalia thamani yake ikikua. Njia ya pili na ya kisasa ni kununua ETF, yani Exchange Traded Funds, ambapo unawekeza kwenye makampuni yanayojihusisha na dhahabu, ambapo unamiliki sehemu ndogo ya kampuni. Huna dhahabu halisi mkononi, bali unamiliki sehemu ya kampuni mithili ya hisa. Na njia ya tatu ni kupata leseni ya uchimbaji. Sio jambo la ajabu kama linavyosikika. Bei halali ya kununua ni milioni 1. Leseni moja ya uchimbaji. Wewe usikosa milioni 1 ya kununua? Wizara ya Madini imeanzisha project inaitwa Mining for Brighter Tomorrow. Ni mradi ambao unahusisha vijana, ni kama ilivyo BBT kwenye kilimo. Naomba niwasihi vijana, nenda kwa afisa madini, sajili kikundi chako, ukishapeleka certificate yako, unampelekea mkuu wa wilaya husika, kopi unampelekea afisa madini husika. Hiyo ni step ya kawaida kabisa. Sawa, inaonekana ni rahisi, lakini kweli ni rahisi hivyo? Tuseme umeshapata leseni ya uchimbaji. Sasa nini kinafuata baada ya hapo? Shida inakuja, ukishapata hilo eneo, una invest nini? Tunahitaji sasa kupitia wabia, kwa maana ya mabenki, taasisi zinazoshikana kulaba na mitambo kama STAMICO, kuangalia hivi vichwa ambavyo vinavyokuja. Jenzia ambao tuko nao sasa hivi, tuna vijana ambao wazuri, wana uwezo. Wakipewa njia na wakaona mfano mzuri, serikali itakusanya mapato mengi sana na kuhakikisha kama vijana wanajikwamua kwenye sekta ya madini. Je, kizazi cha Gen Z ndicho kinaweza kukuza sekta ya dhahabu nchini Tanzania? Na mtu mmoja anaweza kupata kiasi gani cha pesa kutoka kwenye uwekezaji huu? Kwa sasa, gramu moja ya dhahabu inaweza kuuzwa mpaka shilingi 270,000. Na hizo ndio njia 3 kuu za kuwekeza kwenye dhahabu. Je, hii imekuhamasisha kutamani kuwa na akiba yako ya dhahabu?